wa movies. Tumeona sasa ndugu yetu, dada yetu Nicole, yale yote ambayo yametokea kila mtu ameona, na inasemekana kwamba ama inaonekana wasanii kuna namna ambavyo hawashirikiani katika matatizo. Ni kama vile Nicole amejibeba mwenyewe mwanzo mwisho mpaka kuweza kupata dhamana. Hili sakata kwanza unalizungumziaje, kwa sababu hujaongea hili? Na mpaka kwa hatua hii ilofikia, kuna kipi cha kujifunza kwa wasanii? Mimi niseme tu mambo ya Nicole kwanza ni mwigizaji mwenzangu kutoka katika tamthilia ya Huba ambayo inaandaliwa chini ya director Zizi Big One. Kwa hivyo huwezi kuniona mimi nikiropoka ovyo, kwa sababu alipopata tatizo, sisi kama wanafamilia wenzake, kama wasanii wenzake, yapo ambayo tuliyafanya, especially kupitia kwa bosi wetu Azizi. Yapo ambayo jitihada za ziada zimefanyika kuhakikisha tunamsaidia mwenzetu kutoka katika hizo changamoto ambazo amezipata, na tumekuwa naye bega kwa bega. Kwa hivyo mimi siwezi kuongelea habari hizi kwa undani, namna gani ambavyo sisi kama tamthilia Huba na kampuni ya Big One ambayo iko chini ya director Azizi, namna gani ambavyo tumekuwa tukimsupport Nicole kupitia hizi changamoto zake. Sitakuwa mwingi wa kulizungumzia hilo kwa sababu yeye mwenyewe director yupo, lakini Nicole yupo, na mimi sina kibali cha kuzungumzia hivyo vitu. Lakini ninachokijua mimi na ninachoweza kukisema ni kwamba kuna namna moja ama nyingine, namna ambavyo sisi wasanii pamoja na kampuni ya Huba, kampuni ya Big One, tamthilia Huba, tumejikusanya wote kwa pamoja kuhakikisha tunampa support msanii mwenzetu Nicole. Ni kama vile sasa watu walivyokuwa wanasema kwamba anahangaika mwenyewe, wanamcheka na hivi na hivi. Hii si kweli. Hapana, sisi tulikuwa naye bega kwa bega Nicole, hatukumwacha hata kwa sekunde. Unajua sisi hatujawa kipaumbele sana kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu hakuna faida unapomsupport mtu ama unapohitaji kumuunga mkono mtu kwenye matatizo yake uanze kwenda kwenye social networks. Kwa hiyo director Azizi na bosi wetu Azizi mwenyewe, yeye hakuona haja ya kukimbilia kwenye mitandao ya kijamii, na amekuwa kituasa sisi wasanii wake kwamba si vizuri yanapotokea majanga, matatizo, wasanii wangu mnakimbilia kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hivyo sisi tumefuata yale maelekezo yake kama bosi wetu, kama director wetu, kwamba matatizo kama haya hatupaswi kukimbilia kwenye mitandao ya kijamii. Ndio maana umeona sisi wote wasanii wa Huba na wasanii wa Big One wote tumekuwa tuko kimya katika matatizo kama haya ya Nicole. Hakuna mtu ambaye anaongelea hili swala. Inaelezwa lakini kuna nyumba imewekewa dhamana yenye thamani ya zaidi milioni 100, na Nicole mwenyewe akawa ameandika kurasa mrefu sana kwa kuwachamba na kuwasema wote ambao walikopo wanatumia sauti yake kama challenge, kufanya kama vichekesho, wala ambao wengine walikopo wanamdhihaki na nini. Amesema hata dili nao mmoja baada ya mwingine, kwa maana wako watu wanaweza kumsupport tofauti na wasanii wengine ambao watu wanafikiria. Yes, ujumbe huo nadhani ulikuwa unaenda sio kwa sisi wasanii wa Huba wenzie ama Big One. Ujumbe huu ulikuwa unaenda kwa wale wasanii na watu maarufu baadhi ambao wamekuwa wakimdhihaki, yani kumuonyesha, kutaka kumdhalilisha Nicole kwa namna moja ama nyingine. Kwa hivyo ujumbe wa Nicole ulikuwa unaenda kwa wale watu wote ambao ni wanafiki. Na amekataa hata hiyo michango, kwa sababu inasemekana kuna watu wameanzisha program za michango. Amesema hiyo michango yeye haitambui na watu warudishiwe michango yao, hana haja ya kuchangiwa michango, hajaomba mchango. Yes, kuna watu huwa wana tabia ya kuchukua fursa kama hii. Mtu anapopata matatizo, wao wanaichukulia fursa kuchangishana michango na mwisho wa siku anajinufaisha. Lakini yeye hajatangaza mahali kwamba anahitaji mchango wala anahitaji msaada. Kwa hiyo sentence yake ama ujumbe wake kwa jamii uko sahihi, kwa sababu kama mtu muhusika hajatangaza kuhitaji msaada, hajaonyesha nia ya kuhitaji msaada, kwa nini nyinyi mnachangishana huko? Tena wengine wanachangishana kwa kutaka kumdhalilisha. Kwa hivyo si sawa. Mimi naona Nicole alikuwa yuko sahihi kwa kile alichokiandika kupitia mitandao ya kijamii. Na kuna baadhi ya watu mimi nimewashangaa sana. Msanii mwenzako anapata matatizo kama yale, au mtu maarufu au binadamu mwenzio anapata matatizo kama hayo, nyinyi mnaingia kwenye mitandao ya kijamii na kuanza kumdhihaki kwa kumuigiza vile ambavyo anaigizaga. Kiukweli mwenyewe nilishangazwa sana, lakini bongo yetu ndivyo ilivyo.
tunatakiwa tuende nayo namna ambavyo na yenyewe inavyokwenda. Amesema sasa hivi anang'ara akiwa gerezani. Yaani huko aliko tu anang'ara na bado akitoka. Ina maana kama vile watu wote walikuwa wanamdhihaki na kumfanyia kama mzaha, wote alikuwa anawaangalia, sasa anataka kurudi na kudili nao. Yes. Kwa hivyo kusema ile nilikuwa nang'ara nikiwa gerezani, unajua gerezani sio sehemu ya kwenda ukafubae. Kwa hiyo Nicole alikuwa yuko sahihi na sometimes mimi namuelewa kwa nini uanze kujiandareti wewe mwenyewe. Kwa nini uanze kujishusha uwape wapinzani nguvu? Kwa hiyo ile pia inaweza kama imetumika ni mbinu ya yeye Nicole kujipa hope, kujipa matumaini na kuendelea kujipa moyo kupigana kwa ajili ya vita ambayo iko mbele yake. Kwa hiyo kauli ile mimi naiona iko sahihi kabisa na namunga mkono kwa kile kitu ambacho amekifanya yeye Nicole. Yaani kwamba bado haijaisha, watu wa fitna kwamba bado kabisa. Na mimi going deep kwenye hiyo issue ya Nicole, siwezi kuzungumza kwamba Nicole labda ana makosa au hana makosa au labda amewatapeli au watu au hajawatapeli. Ni ngumu sana kuzungumzia. Nadhani kitu cha msingi ni kusubiri mamlaka yenyewe. Kwa sababu jambo limeshafika kwenye mamlaka. Tusubiri kesi itaendeshwa, tutajua kama Nicole alikuwa na makosa, tutafahamu. Lakini pia kama wale wahusika waliomchukulia hatua Nicole kama wana makosa wao kama wao, tutafahamu. Kwa hiyo hakuna muda ambao tunapaswa wa Tanzania kuwa na subira na kuwa na hekima katika kuongea kama kipindi hiki ambacho mamlaka tayari imeshachukua hatua stahiki. Kwa hiyo tusubiri majibu kutoka kwa mamlaka itasema nini mara baada ya kila kitu kwa kimekamilika. Baba tunaona naye aliingilia ili swala ili akawatagi baadhi ya wasanii wa kike nini, akamtagi hata Harmonize na kusema na wewe Harmonize alikuwa shemeji huyu nini eti mkonde bwana. Hivi kweli tembo alipita hapa? Baba ni mnafiki. Baba unajua ni mnafiki. Afu Baba ni kama kwenye game ameshapotea, ameshaondoka kabisa kwenye game. Kwa hiyo hii ni namna ambavyo yeye Baba anaitumia kwa ajili ya kujirudisha katika game. Lazima amchokoze Konde, lazima azungumze na Konde, lazima kila atakapomuongelea amuongelee Konde. Kwa hiyo Baba kwangu mimi naweza nikasema anahangaika ama anatapatapa. Ile ilikuwa ni kauli tu chochezi tu. Yes, ni kauli chochezi tu kwa sababu hakuna haja ya yeye kwenda kuposti vile kwenye mitandao ya kijamii. Kama wewe unataka kuongea na Harmonize, si uzungumze naye. Kwani namba ya Harmonize ana au namba yao watu walikuwa na mention kwenye account yake ana? Ni unafiki fulani hivi ambao hauna maana, hauna kichwa wala miguu. Sababu kama una nia ya kumsaidia na umeguswa na kumsaidia Nicole, wewe kwa nini usianze na Nicole kumsaidia? Huyo Baba kwa nini asianze kumsaidia Nicole? Kwa nini anakimbilia kwenye mitandao ya kijamii? Kitendo cha kukimbilia kwenye mitandao ya kijamii kuzungumzia swala la Nicole maana yake anatafuta attention. Na si kweli kwamba ilikuwa tu ni project tu. Ya project ya nani? Ya ile bedroom video kwamba Baba alivyosema kwamba alipita pale Konde. Hapana, ni kazi tu. Ni kazi tu, apite vipi? Yaani sasa Konde naye tumemwona vipi? Sasa yani kila mwanamke apite mizigo. Hata kama ni mizigo, ndo mizigo yote Tanzania ataipitia jamani. Mzigo mzito mpe Makonde. Bwana basi tu kila kitu wanamtupia lawama tajiri yangu Konde, hana shida. Hana shida kabisa Konde. Sawa. Sasa nataka nikuhamishe tena huko. Nikupeleke